Agnes, habari? Salama za kwako? Salama, namshukuru Mungu. Kuna taarifa tumeona kwamba unataka kutia nia ya kugombea ubunge Kigoma mjini. Ni kweli. Ni vipi sasa? Maana liko chini ya Mheshimiwa Zitto. Bunge limeshavunjwa. Na sasa hivi kuna utaratibu mpya wa kuchukua na kurejesha fomu. Na huu ni utaratibu kwa kila baada ya miaka 5, ambapo baada ya miaka 5 waliokuwa wanahudumu wanamaliza muda wao na wanakuja utaratibu mpya wa kidemokrasia, utaratibu wa kuchukua na kurejesha fomu, ambapo ni utaratibu kwa mujibu wa sheria katika nchi zetu. Kila chama kina taratibu hizo. Kila mtu anaruhusiwa kuchukua fomu pale ambapo muda wa miaka 5 umeisha. Alafu kuna kuwa na mchakato, sababu uchaguzi ni mchakato. Uchaguzi wa kuchukua fomu na kurejesha, uchaguzi wa kupiga kura za maoni katika vikao vya chama, ambapo vikao vya chama ndio vitaamua aidha arudi yule ambaye alikuwepo mwanzo kutokana na namna ambavyo wajumbe wana imani na yeye au wana imani na mtu mwingine. Kwa hiyo vikao vya chama ndio vinaamua. Kwa hiyo sio jambo ambalo linaweza likamfanya mimi kuto kutangazania ama kugombea, kwa sababu ni jimbo ambalo lilikuwa linaongozwa na Mheshimiwa Zitto. Mheshimiwa Zitto mwenyewe anaamini katika misingi ya kidemokrasia. Ukisoma katiba yetu ya chama ibara ya 6 kifungu cha kwanza, kuna misingi 10 ya chama chetu cha ACT Wazalendo. Msingi wa 7 ni msingi wa demokrasia. Kwa demokrasia ni kuchagua na kuchaguliwa. Demokrasia ni mchakato ambao unapita katika mashauriano ya vikao. Kwa vikao vikiamua kwamba Mheshimiwa Zitto anapaswa kuendelea kupeperusha bendera ya chama katika jimbo la Kigoma mjini, hiyo haina shida, nitamuunga mkono 100% na tutapigania jimbo letu hili tuendelee kulitawala. Lakini wajumbe wasipoamua kwamba yeye inabidi apumzike, wakaniamini mimi, na mimi nitaendelea na yeye, najua kwa sababu ni mwanademokrasia, ataniunga mkono na tutapigania jimbo hili tuendelee kuwa katika mikono ya chama chetu. Labda pengine kabla hujachukua maamuzi hayo ulimshirikisha? Hapana. Si jambo la kumshirikisha, kwa sababu ni jambo ambalo lipo clear, kwa sababu kama chama chetu tayari kilikuwa kimeshatoa kamati kuu ya chama chetu ilikuwa imeshaagiza kwamba kila mwanachama anayo fursa sasa hivi kutangazania, kuchukua fomu na kurejesha. Kwa hiyo si jambo tena la kumshirikisha, kwa sababu sipaswi kumshirikisha, kwa sababu yeye tayari ameshamaliza muda wake wa kipindi cha miaka 5. Kuna mambo ambayo aliyafanya mazuri ambayo wajumbe wakiridhika wamrudishe, watamrudisha kwa mujibu wa mchakato wa kidemokrasia. Wajumbe wakisema hapana, inabidi apumzike, tumweke mwingine, wataweza kufanya maamuzi. Labda pengine sasa unahisi ni vitu gani ambavyo Mheshimiwa Zitto hakuvifanya au unatamani uvifanye kwenye jimbo la Kigoma mjini? Kwanza hilo swali ni swali specific sana. Kwa sababu hichi kipindi katika kutangazania hatupaswi kuonesha vipaumbele vyetu kwamba kipaumbele gani mimi nitafanya, kipaumbele gani, kwa sababu huu muda bado ni muda wa vikao. Baada ya muda wa vikao kuamua kwamba wewe utapeperusha bendera, kuna muda wa kampeni, ndio watu wataenda kwenye kampeni, watu wataanza kujinadi. Lakini jambo kubwa ni jibu kwa ujumla wake ni kwamba mji wa Kigoma mjini kwa muda mrefu sana umekuwa nyuma kutokana na shughuli za kiuchumi na shughuli ya mzunguko wa fedha. Na hilo ni jambo ambalo bila hiana, ni jambo ambalo kiongozi au mbunge aliyopita Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe alikuwa ni jambo ambalo analipigania, na kuna miradi mingi ambayo alikuwa tayari ameshaianzisha, ambayo miradi hiyo ilikuwa inalenga kuja kutatua changamoto za mzunguko wa fedha katika jimbo la Kigoma mjini. Ambayo jambo hilo kama mimi nikiingia sasa, nikiruhusiwa na vikao vya chama kupeperusha bendera ya chama chetu, nitakuwa na uwezo wa kuendeleza yale mema ambayo alikuwa ameanza na kuongeza yale ambayo alikuwa hajamalizia. Kwa hiyo nina fursa hiyo. Kwa hiyo kuna mambo makubwa ambayo ameyafanya, kuna mambo makubwa ambayo yanaendelea kufanyika hapo katika mchakato, na kuna mengine ambayo kutokana na muda mfupi wa miaka 5 hakuyatekeleza. Sisi wengine tutaendeleza ikiwa vikao na chama chetu kama kitakuwa kimetupa ridhaa na kupeperusha bendera katika jimbo la Kigoma mjini. Sasa unahisi chama kinaweza kikakuchagua wewe alafu Zitto kikamwacha pembeni?
Inawezekana kwa sababu yote ni demokrasia na chama chetu ni chama ambacho kinaongozwa kwa mfumo wa demokrasia ya wazi, maadili, uadilifu, kujali uzito wa kura ya mtu na kujua nani ambaye sasa hivi napisi hapo kile kijiti. Kwa hiyo wajumbe wanaweza kaamua. Sisi chama chetu hakuna papa. Chama chetu nasema wote ni sawa. Haijalishi wewe ni kiongozi mkubwa, haijalishi wewe ni kiongozi au ni mwanachama umejiunga leo kwenye chama, haijalishi wewe ni mkongwe katika chama chetu sote ni sawa. Kwa hiyo wajumbe ndio wana maamuzi ya kuamua. Na naamini wajumbe wanaweza wakaamua kunichagua mimi, wakasema Mheshimiwa Zitto bana tunakuomba tunaenda na huyu, au wajumbe wakaamua kusema tunaenda na Mheshimiwa Zitto kupeperusha bendera kwa mara ya pili kutokana na mambo makubwa aliyofanya. Kijana subiri baada ya miaka mingine 5 kwa sababu umri unaruhusu. Yote hayo ni maamuzi ya wajumbe. Yes. Pengine sasa kwa nini Kigoma mjini na sio Kigoma maeneo mengine? Nashukuru kwa sababu kwanza kwa nini Kigoma mjini ni kwa sababu ndio sehemu kwanza niliyozaliwa mimi. Na ndio sehemu kwanza niliyokulia mimi. Na ndio sehemu ambayo naweza nikasema najua changamoto za mji wetu kwa muda mrefu sana kwa sababu nimeziishi changamoto hizo. Na tunafarijika kuanzia mwaka 2015 kuja mwaka 2020. Zile changamoto nyingi sana ambazo zilikuwa zikikabili mji wetu zimeanza kutatuliwa kipindi cha Mheshimiwa Zitto Kabwe, kuhusu barabara, miundombinu, kuhusu mambo mbalimbali yameanza kutatuliwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuna changamoto nyingine ambazo kwa sababu ya ufupi wa muda wa miaka 5 kuna mingine ambayo hayakutatuliwa au mingine ambayo hayakutekelezeka au kuna miradi ambayo inaendelea inahitaji usimamizi. Kwa hiyo mimi nina uwezo kuvaa viatu vyake kuja kuendeleza yale mazuri ambayo aliyamaliza kuendeleza, yale mengine ambayo yanaendelea kuyaendeleza zaidi na kuyaboresha, yale ambayo hayakufanikishwa kutokana na muda mimi kuja kuyamalizia kwa kipindi cha miaka 5. Kama wajumbe wa vikao vya chama chetu wataridhika mimi kuchukua kugombea. Pengine niseme ni ujasiri wa kipekee. Ni ujasiri, lakini sio ujasiri tu, ni kuwa na kufahamu misingi, kufahamu misingi kwanza ya chama chako. Chama chetu sisi kina msingi wa demokrasia. Kwa hiyo hili jambo linanipa mimi uhuru na linanipa ujasiri kwa sababu naamini yeye mwenyewe akisikia nimetangazania hatakuwa na kinyongo kwa sababu anajua misingi ya chama chetu inapaswa iheshimiwe kwanza kabla ya kinyongo cha mtu. Kwa hiyo mwenyewe naamini katika misingi yetu na anajua nimefanya hivyo kwa sababu ya misingi ya chama chetu. Kwa hiyo ni jambo la kawaida sana katika chama chetu. Ni tofauti na vyama vingine ambayo mgombea anachukua fomu peke yake, ni hamtaki kuchukua kwa sababu eti kafanya mazuri. Hapana. Kufanya kwako mazuri sio garantii ya wewe kupita bila kupingwa. Kufanya kwako vizuri sio garantii ya kuvunja misingi ya demokrasia. Kwa hiyo naamini hata yeye ataelewa jambo hili. Okay. Abdunando, mimi nikushukuru sana. Asante sana, nashukuru sana madam. Asante sana, nashukuru sana.